2038 linajibiwa na Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Juma Malik Akil kama hivi ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, swali lake nambari 238 lenye vifungu A na B na C linataka kwanza utaratibu unaotumika na ZRA ni utaratibu wa kisheria kama ilivyoainishwa katika sheria la ongezeko la thamani yani VAT, ambayo ndiyo inayotumika kimataifa. Sheria hii kwa kutambua kuwa biashara ni maingiliano kati ya mlipa kodi na mamlaka ya mapato ni endelevu, imeweka utaratibu wa kujirejeshea ziada ya kodi iliyolipwa ndani ya kipindi cha miezi 6 mfululizo. Hali hii haina tofauti na ile hali ambapo ZRA inakuwa inamdai mtu kodi yatakuwepo makubaliano ya kulipa kidogo kidogo kwa awamu ili kutoa nafasi kwa mlipa kodi kuwa na fedha za kutosha za kuendesha biashara yake. Kwa hiyo sheria hii imetengenezwa kuangalia maslahi ya pande zote mbili, mlipa kodi na mtoza kodi. B, Mheshimiwa Spika, kurudisha kwa bakaa ya kodi yani tax refund kwa njia ya fedha taslim si jambo linalofanyika kwa urahisi ama mara moja, kwa sababu sheria ya VAT na kifungu nambari 17 kinaruhusu mfanyabiashara kujirejeshea kodi yani input tax kupitia uwasilishaji wake wa ritani kwa kila mwezi. Huu ni utaratibu unaotumika duniani kote. Marejesho ya fedha taslimu huweza kufanyika pale mlipa kodi anapokuwa na malimbikizo ya madai kwa muda unaozidi miezi 6 mfululizo. Pia Mheshimiwa Spika, jibu lake kwa swala lake che kwamba tofauti ya 3% ya VAT kubaki Tanzania bara. Ikumbuke kwamba kiwango cha kodi cha VAT kwa mujibu wa sheria ya VAT ya Zanzibar ni 15% na Tanzania bara ni 18%. Kwa kuwa kiwango cha sheria ni 15%, kutowasilishwa kwa ziada hiyo ya 3% kwa bidhaa zinazokuja Zanzibar ni takwa la kisheria. Mheshimiwa Abdul Ghani, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii ya kuuliza swali la nyongeza, lakini nimpongeze Waziri wa Fedha kwa majibu yake mazuri. Sauti Mheshimiwa Spika. Napenda kuuliza swali la nyongeza lenye kitoto A na B kama ifuatavyo. Kwa nini sasa mifumo ya TRA na ZRA haisomani katika kudai hizi fedha wakati wa kufile return? Inabidi watu wa file kwa manual, kwa karatasi, wakati wa kuzideclare kwa karatasi. Lakini pia kutumia swali namba B, kwa kutumia destination principle, je, ni lini serikali itaona umuhimu wa kudai kodi hii kwa wananchi ambao sio wafanyabiashara kwa zile bidhaa watakazozinunua Tanzania bara na kuja kuzitumia Zanzibar? Ikumbukwe hivi sasa hivi wanaodai kodi hii ni wafanyabiashara peke yake, lakini kwa wasiokuwa wafanyabiashara ile kodi inaendelea kubakia kule bara. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri. Asante. Hili la kwanza ni kwamba tumeendelea kufanya harmonization process kwenye mifumo yetu, na hii ni process. Nimjibu Mheshimiwa mwakilishi kwamba siku hadi siku tunaendelea kufanya harmonization kwa ile mifumo ambayo ilikuwa inaonekana haisomani kwa wakati fulani. Kwa hiyo labda kama hii halijamalizika, basi ni kuahidi tu kwamba liko katika process na tutafika mahali ambapo tutaweza kuharmonize tax administrators hawa wawili kwenye mifumo ili tuweze kupata takwimu zilizo sawa. Lakini kwa upande wa swala lako la pili ni kwamba ni kweli wananchi ambao wafanya biashara kwa kutumia kifungu namba 16E kifungu cha pili tunapaswa kurejesha ile kodi. Lakini kwa wafanyabiashara ambao wanachukua biashara kule kwa kiwango cha kibiashara na kuwasilisha form moja ambayo inaitwa IM9 ambayo hutolewa kule na forodha, lakini pia na risiti ya IFD. Mpaka sasa kwa wananchi mtu mmoja mmoja hatujaanza utaratibu huo. Kwa hiyo
Umeuliza hadi lini? Serikali hadi sasa haijafikiria kurejesha kodi hiyo kwa reja reja, isipokuwa inafikiria kurejesha katika bulk business ambayo inafanywa kwa wanafanya biashara wakubwa ambao wanakuja kwa manufaa ya kuuza hapa Zanzibar na kuweza kuwanufaisha watu wengi. Kwa mtu mmoja mmoja, hii return bado hatujakuwa na fikra ya kuirudisha. Asante Mheshimiwa. Swali linalofuata wizara hiyo hiyo, muulizaji Mheshimiwa Seif Hamad Suleiman, mwakilishi